Naam, mwanaukuu wa Mwafrika, a good news from Burkina Faso. Habari njema kutokea Burkina Faso ambazo hapa tunafanya uchambuzi wa kuchambua kwa sababu ndilo lengo letu. Kila kizazi kimeitwa na kuna watu ambao wameitwa kwa ajili ya kuelimisha jamii ya watu wao kulingana au kuhusiana na ukuu wao. Na ndio maana hapa ni ukuu wa Mwafrika. Yaani Mwafrika yeyote ukuu wake uko namna gani. Kwa hiyo sasa tunaona hizo demonstration kupitia viongozi kama Captain Ibrahim Traore ambaye amekuwa ni icon ambayo sasa dunia nzima inajifunza kutoka kwake. Ni ajabu kuwa mpaka wa Marekani wanamtaka Donald Trump aje kujifunza kutoka kwa mwamba Captain Ibrahim Traore. Hili ni jambo sio la kawaida ndugu zanguni. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa. Na kitu kikubwa zaidi unajua mimi ninachokifurahia, sasa hatuongelei tu wale miamba ambao wameshatangulia mbele za haki kuwa walifanya hiki, walifanya hiki, walifanya hiki. Na kwa sasa tuna mtu wa mfano ambaye tunaweza kumtolea mfano ambaye yuko hai. Muda mwingi tukitolea mifano wakina Thomas Isidore Noel Sankara, tumekuwa tukitolea mifano ya kina Patrice Emery Lumumba, mwamba huyu wa Kongo, ambaye tangu kufa kwake Kongo haijawahi kutulia mpaka leo, kwa sababu huyu ndio alikuwa mzalendo wa kweli ndani ya Kongo, kuitoa Kongo kutoka kwenye umasikini na wakongomani kuwapa amani na utajiri wa kweli ili wanufaike na madini yao. Tukao tumekaa kumuongelea Colonel Muammar Gaddafi ambaye 2011 wahuni walienda wakamvamia pale Libya wakamuua. Lakini hivi juzi sio mbali sana tukao tunamuongelea Comrade John Joseph Magufuli kwa ushujaa aliokuwa ameufanya, lakini muda haukuwa upande wake. Basi kama ilivyo kwa sisi binadamu huwa tunakuja na kutoweka, basi ilipofika wakati wake wa kuondoka duniani naye akaondoka. Lakini kwa sasa tunamuongelea sasa ambaye mimi namuita Young Magufuli ambaye yuko pale katika taifa hili la Burkina Faso. Kwa hiyo hatuongelei tu wale ambao walioondoka duniani, kwa sababu kuna mstari mmoja kwenye Biblia, kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 4 inasema, maana liko tumaini kwa yule anayeambatana na walio hai. Ndio hivyo anasema liko tumaini kwa yule anayeambatana na walio hai. Alafu anaendelea mbele anasema ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Ndivyo andiko hilo linavyoongea kwenye kitabu cha Mhubiri 9:4 pale. Ninalipenda sana. Kwa hiyo badala ya kuendelea kuelezea tu historia za wazee wetu hawa ambao kweli walifanya mambo makubwa, wakina Julius Kambarage Nyerere na wakina Robert Constantine Matibiri Mugabe walifanya mambo makubwa, wakina Ahmed Sekou Toure, wakina Kwame Osagevo Nkrumah, hawa wazee wetu. Sasa tuna mtu ambaye yupo ambaye ni current, ambaye ni Captain Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Na Captain Ibrahim Traore katika mambo mengi mazuri aliyoyafanya, jambo moja kubwa zaidi ni pale ambapo sasa aliweza kubinafsisha migodi miwili ya dhahabu kutoka kwenye makampuni haya ya Uingereza, British Company. Akachukua ile migodi akaibinafsisha ikawa ni mali ya serikali, kwa sababu walikuwa wanachimba lakini hakuna kinachoonekana. Umasikini unaendelea kuitesa Burkina Faso. Ugaidi unaendelea kuisumbua Burkina Faso. Maji safi na salama hakuna. Kumbuka hizi rasilimali zimewekwa Afrika ziweze kuwanufaisha wa Afrika. Mungu hakuwa mjinga kutuweka sisi tuweze kuzaliwa Afrika na kutuwekea rasilimali hivi, rasilimali kibao. Mnakumbuka kauli za John Joseph Magufuli wakati wa uhai wake, alikuwa anasema akiongelea nchi yake ya Tanzania, alikuwa anasema hili nchi ni tajiri, limeibiwa na kujibiwa kwa miaka na miaka, lakini Mungu amelibariki bado lina utajiri wa kutosha. Na ukweli ndivyo hivyo ilivyo. Kwa hiyo Mungu alipotuweka sisi Afrika, alituweka ili tuweze kunufaika na rasilimali za Afrika. Lakini matokeo yake rasilimali za Afrika zimegeuka kuwa laana kwa watu wa Afrika, hususan kwenye mataifa ambayo yana utajiri mkubwa kama Kongo, kama Burkina Faso, kwa sababu kinachoisumbua Kongo ndicho kilichokuwa kinaisumbua Burkina Faso kabla ya Captain Ibrahim Traore kuingia na kusema sasa nitakabiliana na majambazi, nitakabiliana na manyang'ao ambao wanatumiwa na watu wa magharibi kudestabilize amani ya Burkina Faso ili hizi rasilimali ziweze kwenda kwa watu wa nje. Ndio maana yake. Kwa hiyo Ibrahim Traore akawa amesimama kidete. Na baada ya hivyo sasa tunakumbuka au tunarejelea sasa kuwa Ibrahim Traore ameweza sasa pata dhahabu ambayo inagharimu dola za Kimarekani bilioni 18
ziko ndani ya Burkina Faso. Na ndio maana Ibrahim Traore katika maongezi yake mara nyingi sana amekuwa akiwarejelea awa miamba wakina Colonel Muammar Gaddafi, awa miamba wakina Thomas Isidore Noel Sankara, awa miamba wakina Kwame Osagevo Nkrumah, amekuwa akiwarejelea wakina Ahmed Sékou Touré huyu wa Guinea kama nilivyokuambia, kwa sababu hawa walikuwa na nia ya kweli ya kuweza kuwa rasilimali hizi ambazo zilizoko ndani ya Afrika ziweze kuwanufaisha wa Afrika na sio zitoke nje ya Afrika kwenda kunufaisha majambazi, kwenda kunufaisha wakoloni, kwenda kunufaisha watu ambao wamekuja kupora rasilimali za Afrika huku wakituita masikini. Na kauli moja wapo aliwahi kuiongea mwamba huyu Captain Ibrahim Traore, aliwahi kusema wazungu wanakuja wanachimba madini yetu mchana au dhahabu yetu mchana, alafu usiku wanatuletea msaada. Na msaada huu tunawaandalia mpaka sherehe kupokea misaada ambayo wametuibia mali zetu, wameenda nazo, alafu yani wamechukua 100%, wanarudisha 100% kama msaada, na msaada huo mnatakiwa muwashukuru, alafu na masharti kibao kwenye huo msaada. Kwa ndicho alichokuwa anakiongea Ibrahim Traore, kuwa ni kama mtu ambaye amekuibia ng'ombe, ameenda amemchinja yule ng'ombe wako, amechukua kila kitu, amechukua nyama, amechukua kichwa cha ng'ombe, kwa sababu kichwa cha ng'ombe ni kizuri, kina supu, ile supu unajua, amechukua miguu ya ng'ombe tunatengenezeaga makongoro, ambayo makongoro hayo ukila sasa hata madaktari wanakushauri kwa afya, hebu jaribu kula hii supu ya makongoro. Amechukua kila kitu, alafu anakuja anakupa utumbo kama msaada. Kumbuka ng'ombe ni wakwako, amemchinja, amechukua kila kitu, anakuja kukurudishia utumbo kama msaada, akwambia nimeona nikusaidie, unakufa njaa, wakati ng'ombe ni wakwako. Ibrahim Traore akasema hapana, ng'ombe tutachinja wenyewe na nyama tutagawa kwa watu wetu kwa namna inavyotakikana. Kwa dola za Kimarekani bilioni 18 zimepatikana kupitia dhahabu ambayo Ibrahim Traore ameizuia kwenye haya makampuni mawili ya Uingereza yaliyokuwa yanachimba madini pale ya dhahabu, hii British companies ambazo amebinafsisha ile migodi na kuirudisha kuwa ni mali ya serikali, na akasema hii sasa inatakiwa iwanufaishe wananchi. Sasa wananchi watanufaika kwa namna gani? Ndio maana mkasikia Ibrahim Traore amejenga nyumba 50,000 na nyumba hizi amekabidhi tayari kwa raia ambao walikuwa ni wahanga wa vita. Maana kuna raia ambao walikuwa ni askari wakipambana kwa ajili ya taifa la Burkina Faso, wale wamepata ulemavu, lakini kuna wengine ambao wamekufa kule vitani, familia zao ambao watoto wamebaki na wamama wamebaki, lakini nyumba zile pia kakabidhi walimu. Yani ni mji, anajenga mji ambao ni mji mkubwa, ndani humo kuna facility za kila aina huko ndani. Kuna kila kitu, yani kuna sewage system zimekaa vizuri, masuala ya umeme yamekaa vizuri, masuala ya internet yamekaa vizuri, lakini kuna mahali ambapo kuna mall ambapo amezijenga hizo na mambo kadha wa kadha. Huyu ni Captain Ibrahim Traore, lakini amejenga hii kupitia nini? Kupitia dhahabu. Na hizi nyumba hawa raia 50,000, hizi familia familia 50,000 zinapewa hizi nyumba bure, ni za kwao, hakuna atakaye kuja kuwasumbua, na wana hati kabisa. Jamani, huyu ndio Captain Ibrahim Traore. Na ndivyo ambavyo sasa wananchi wanavyonufaika. Lakini ukiachilia mbali hilo, kupitia hizi dhahabu ambazo Ibrahim Traore ameweza, na sasa hivi naambiwa hii sasa imekuwa ni nchi, ili jambo linafanya kuwa ni nchi ya 4 barani Afrika kwa kuwa na dhahabu kubwa, lakini taifa ni taifa la 10 kwa kuwa na shehena ya dhahabu. Kumbuka tunaongelea ni ndani ya miaka 4 tu ndugu zangu, na hata miaka 4 bado haijafika. Ili ifike miaka 4 ni lazima tufike tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka wa 2025, kwa sababu ndivyo alivyochukua madaraka mwezi wa 8 2022. Tunaongelea miaka 4 tu na mambo ambayo wameyafanya. Umeona Burkina Faso ilikuwa na kilomita za barabara ya lami, na yenyewe ya mashimo, na sio lami ambayo ni lami nzuri, ilikuwa na kilomita 500 tu. Lakini Ibrahim Traore akanunua sasa haya mashine kwa ajili ya kujenga barabara, na anataka kila mwaka ni kuanzia kilomita 3,000 mpaka 5,000 ziweze kujengwa kila mwaka. Anataka aunganishe Burkina Faso kwa ujenzi wa barabara, kwa sababu barabara, aliwahi kuongeaga rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, aliwahi kusema kuwa barabara ndiyo mishipa ya damu ya uchumi wa taifa, na kipindi chake kila kamteuaga sasa Comrade John Joseph
Joseph Magufuli kipindi kile kuwa waziri wa ujenzi wa barabara, na barabara zikajengwa, na alipokuja Magufuli zikajengwa, na hata sasa bado zinaendelea kujengwa. Ni kuunganisha sasa, kwa sababu barabara zinapokuwepo hata gharama zinapungua, alafu huduma zinafika kwa wakati. Kwa ndicho ambacho anakifanya Captain Ibrahim Traore, kununua hizi mashine zote kupitia dhahabu ambayo inatakiwa iwanufaishe raia wa Burkina Faso. Lakini tumeona haya mambo yote, tunaangalia elimu bure, ukiangalia afya sasa hivi kwa afya ya uzazi tuseme, yani wale wanaojifungua ni bure. Ukiangalia wazee kuanzia miaka 60, umri wa miaka 60, sasa hivi hawalipi maji wala bili za maji wala bili za umeme, kwa sababu alisema tunawahitaji wazee. Sisi ni vijana tunafanya kazi, lakini tunawahitaji wazee kwa ajili ya kuweza kutuongoza sisi vijana, kwa sababu vijana tukijiongoza wenyewe tutaingia kwenye matatizo. Kumbuka anayeongea hivi ni mtu yuko smart sana, ni mtu ana akili kuliko hata baadhi ya wazee wengine, kwa sababu hata vijana hao ambao tunasema ni machachari, kuna vijana ambao ni wazee walikuwa vijana machachari wamezeeka. Ndugu zanguni, mkumbuke hilo. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kuwa mambo yamebadilika. Zamani watoto ndio walikuwa wanakula ada, yani mzazi akimpa ada mtoto aende akailipe shuleni, mtoto yule anakula ada. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika, wazazi ndio wanaokula ada, sio watoto. Mtoto unakuta anataka kusoma lakini mzazi amekula ada. Lakini mtu mmoja akasema hapana, msiseme wazazi wanakula ada. Wale waliokuwa watoto kipindi kile waliokuwa wanakula ada ukiwa wanafunzi, ndio hawa wamekuwa wazazi na wameendeleza tabia yao ile ile ya kula ada, na mpaka wamekuwa wazazi sasa wanakula ada. Kwa hiyo maana yake msiseme wazazi ndio wamebadilika wanakula, ni wale wale wanafunzi wa kipindi kile walikuwa wanakula ada wamekuwa sasa wamekuwa ni wazazi, wameendeleza tabia zao za kula ada kwa watoto wao wanaowazaa. Kwa hiyo ndugu zanguni, unaona mtu huyu ni kijana ambaye anaweza kaongea maneno mazito hivyo, akaongea maneno makubwa kiasi hicho, huyu Captain Ibrahim Traore. Kwa hiyo ndio maana sasa na sisi tuko hapa kuweza kukuambia huu ndio ushujaa ambao Captain Ibrahim Traore anaendelea kuufanya ndani ya taifa lake, taifa la Burkina Faso, taifa ambalo lilikuwa linasumbuliwa mno na masuala ya ugaidi, lakini kwa sasa mambo yamekaa sawa sawia kabisa ndani ya taifa hili ambalo ni taifa la Burkina Faso. Kwa hiyo ndivyo hivyo ilivyo. Ndio maana unaona wanamtafuta sana au manyang'au waweze kumuua, kwa sababu wamewanyang'anya tonge mdomoni. Na ukimnyang'anya tonge mtu mdomoni, anakumbuka anavyokuwa mkali. Kwa hiyo ndio maana unaona wanajaribu kufanya kila njia waseme huyu na brainwash watu sijui hivi na hivi. Ni mambo ya aibu, mambo ya ajabu ambayo sio ya kweli. Wanajaribu tu kusingizia. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika. Tunakuomba kama hauja subscribe kwenye channel yetu uweze kufanya hivyo, ili sasa uwe wa kwanza tunapopandisha taarifa zetu. Na tumerudi nyumbani kwa sababu tulikuwa hizi wiki kadhaa tunaangalia migogoro ya dunia uko the way namna ilivyo, na Marekani na Irani mnakumbuka wametifuana hapa, na Marekani mwenyewe kwa kuogopa aibu akaamua ondoke, akaamua akimbia, wasemaga utu uzima dawa. Kwa hiyo akaamua kutumia hiyo kauli ya utu uzima dawa akimbie, kwa sababu kichapo kilikuwa ni kikali. Lakini sasa tumerudi nyumbani ambapo ni nyumbani Afrika. Asanteni sana.